Haleluya. Kwa hiyo tunaendelea na sehemu ya pili. Ninaamini ya kwamba tuko kwenye darasa la Mungu na makusudi na kila nafsi. Vinginevyo usingaliweza kuwa hapa. Mungu ni wa ajabu. Kuna sababu nyingi zinaweza zikakufanya uwe mahali au usiwepo. Haleluya. Lakini pale unapoweza kuwa kwenye sehemu au mahali popote ambapo Mungu anasema neno lake katika roho wake, ni makusudi, na bila kujali mpo wangapi, kila mtu atasemeshwa na lile neno na atapata sehemu yake. Haleluya. Amen. Na maneno haya na siharakishi, na hakika tutamaliza. Tutaendelea hata kama ni Jumamosi ijayo. Lakini baada ya kumaliza tutakuwa na nguvu kubwa sana, kwa sababu ya kile ambacho kitakuwa kinatoka, ambacho kilikuwa kijatoka, na kile ambacho kitakuwa kinaingia. Tumesema suluhu, yani ni nini majibu ya Mungu juu ya utu wa kale? Yani Mungu anasema nini juu ya utu wa kale? Majibu yake. Sasa ili uweze ukajua suluhu au majibu ya Mungu juu ya kuondokana na utu wa kale, utu wa zamani, ni muhimu sana nikaanza na mambo machache, baadhi ya machache ambayo huku duniani yametamalaki, ambayo sio majibu ya Mungu, lakini mara nyingi huwa yanachukuliwa kama ni suluhu ya kutoka kwenye utu wa zamani. Kwa hiyo naanza nayo hivyo vitu ambavyo sio majibu ya Mungu, hayo machache, lakini sehemu tunaenda kuangalia ni majibu ya Mungu. Lakini naanza na kile ambacho sio majibu ya Mungu, lakini huwa tunafikiriwa kama ni majibu ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kitu chochote, namba moja, kile ambacho sio majibu ya Mungu. Naangalia vitu vitatu muhimu vya huko duniani ambavyo vinachanganywa. Chochote kinachoanza na mimi, kinachoweka nafsi yako mbele. Chochote kinachoweka nafsi yako mbele. Yani mimi au mimi na familia yangu, sisi. Unaweza ukakiweka vizuri sana, au Mungu mimi amenibariki, Mungu amenitia hivi, lakini hayo sio majibu ya Mungu ya kukutoa kwenye utu wa zamani. Hakikutoe huko. Hata kama utasema mama nimebarikiwa, nani, hakikutoi huko, manake hilo sio jibu la Mungu. Kwamba wewe umebarikiwa, wewe umevaa umependeza, mimi nimevaa kiatu kizuri, mimi nimekaa hivi, mimi nimeshona nguo mpya, mimi nimeenda hapa, nimezunguka hapa na pale, hakikutoi, hakikufanya ukaondoka kwenye utu wa zamani. Kwa majibu yoyote yale yanayotanguliza nafsi yako hayakuondoi kwenye utu wa zamani. Wale wanaoelewa lugha ya Kiingereza waangalipata nafasi ya kuelewa hiki zaidi. Chochote kinachoanza na self. Mfano Kiingereza wanasema mfano self fulfillment. Yani ni ile usema mimi nimejitosheleza. Mtu anaweza kadhani kwamba self fulfillment huko dunia wanachukua kama kana ile self fulfillment nina hiki, unadhani kwamba hiyo wala haikuondoi kwenye utu wa kale. Kuna mpaka kwenye saikolojia haikuondoi kwenye utu wa kale.
Uondoke kwenye utu wa zamani kwa sababu ya saikolojia. Saikolojia kuna kitu anaitwa self actualization. Yaani huyo mtu aliye kwenye self actualization yuko juu. Yaani amepita mahitaji yake yote ya mwili huko hamna. Yaani yeye anaangalia sasa, anasema sasa anaangalia kusaidia watu. Haikutoi kamwe kwenye utu wa zamani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kingine kinaitwa self confidence. Self confidence haikutoi kamwe kwenye utu wa zamani. Yaani kujiamini, hilo nimepata neno zuri la Kiswahili. Kujiamini. Kujiamini wewe hakukutoi kamwe. Kwanza Biblia inasema kwamba usitegemee nguvu zako. Unajua kujiamini ni pale kuona mimi nina uwezo wa kufanya hivi. Kwa hiyo kujiamini usidhani unakufanya utu wako wa zamani uweze ukaondoka. Nataka kuzungumza hayo mambo ambayo hayamfanyi mtu atoke kwenye utu wa zamani. Haya yote yanaanza kujiamini, self confidence, self fulfillment, self actualization, self expression. Hii sije niwaseme nini. Hasa kwenye mambo haya ukiingia hasa kwenye mifumo ya kisiasa ya nchi huwa wanapigana sana hii kitu kinaitwa self expression. Yaani uhuru wa kujieleza. Kwa hiyo nadhani kwamba unakuwa huru kweli. Mimi niko uhuru wa kujieleza. Haikufanyi ukawa huru, haikufanyi ukatoka kwenye utu wa zamani. Haleluya. Kwa hiyo yani ni muhimu tukajua hivyo vitu, tusije tukavichanganya. Yaani kwa maneno mengine haya vitu vyote vinavyoitwa self hizi hazikupi majibu ya Mungu juu ya namna ya kutoka kwenye utu wa kale. Haupati majibu ya Mungu huko hata siku moja. Ndio maana kama wewe Yesu unayemhubiri akiingia huko ndani mwako sawa sawa, anakufanya tu mtu mpole na mnyenyekevu. Huna kitu cha kujilinganisha nacho. Ndani ya moyo wako unajua unacho kitu kinachopita kila kitu. Lakini kwa ajili hiyo anakufanya mnyenyekevu wa kila kitu. Kwa sababu ninawaeleza kweli, kadiri ukizama ndani ya Kristo, unapata neema na mwangaza wa kufahamu vitu vingi sana. Biblia inasema kwamba ukiwa ndani ya Kristo unafahamu vitu vya rohoni na vitu vya duniani. Lakini watu wasio ndani ya huyo Kristo wanajua vya duniani lakini hawawezi wakafahamu vya rohoni. Kweli uongo? Katika hali ya kawaida. Kwa nini nimeona watu wengi wa rohoni wanagombana? Ukiona huyo mtu anagombana na mtu au na vitu au namna ya huko duniani anajishughulisha, ujue huyo kama alikuwa rohoni ameanguka na yuko anarudi. Ukiwa huku Mungu anakupa nafasi ya kujua ulimwengu wa roho unavyofanya kazi na huo huko kwenye mwili. Ndio maana mtu akikupinga, akikusema, akikutukana huku wala huna cha kufanya. Manake tayari unajua tofauti iliyopo katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa anaozungumzia. Sasa ukishajua tofauti iliyoko hapa katikati, Roho Mtakatifu akuruhusu ufanye kitu chochote kingine zaidi ya kunyamaza. Zaidi akikuruhusu zaidi atakwambia omba. Kuna watu wananielewa? Haleluya. Majibu ya Mungu ni tofauti kabisa na majibu ya huko duniani. Tofauti. Sijui baadhi yenu, lakini nasema na mhubiri mtakuwa na taidi yaende kadri watu wengi waweza wakayaona. Sijui baadhi yenu, wengine mpo, wengine wataona tukiyatuma huko. Lakini hata mimi huko nyuma kabisa, miaka ya nyuma, na nadhani baadhi yenu wafanye hivyo. Unaweza ukawa kuna vitu vinakusumbua sana. Unasumbua sana. Nasema Bwana, sasa nadhani niondokane na haya mawazo, niondokane na hivi vitu vinavyonisumbua. Nifanye nini? Ninaenda zangu beach, naenda beach. Bwana, naenda kwa yani vitu vimenisumbua mimi, naenda beach kupumzika. Au naenda na marafiki, au unachukua na rafiki, naenda kule mnacheza, sijui na nini. Au ufanye nini bwana, tunasherehekea birthday. Au tunaenda sijui wapi, picnic. Haikuondoi kwenye utu wa zamani. Wewe nenda tu.
matokeo yake kila kitu ambacho unakifanya kwa nafsi yako ukidhani kinakutuliza kwa wakati, kinaendelea kukupeleka kwenye uasi taratibu taratibu. Kinaendelea kukuongezea uasi. Havikutoi, havikupi majibu. Niliwaeleza ndio maana Yesu akapiga makelele wanafunzi wake walipomrudia. Baba, hata pepo wachafu wametutii tulivyotaja jina lako. Akawaambia, sikilizeni, msifurahi kwa sababu wamewatii. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa. Baada yako akashangilia. Yesu akapiga magoti, akainua mikono kwa baba yake, akasema, Baba, nakushukuru kwa sababu mambo haya umewaficha wenye hekima na ukawaficha watoto wachanga. Hekima na akili ya dunia asema, Bwana katoe stress. Kuna kitu anaita wewe ukatoe misongo ya mawazo, umesongwa, atoa apumzike, nenda kule beach. Nimefanya sana. Sasa basi twende beach, twende tukakae kule, unapumzika, unarudi. Sawa, pengine unaweza ukarelax, usikatai, lakini haitakutoa, badala yake itakuongezea. Utaendelea kurudi kule kwenye utu wa zamani. Haleluya. Haikutoi kama kuhudhuria kila sherehe ya kitchen party na harusi haitakutoa kwenye utu wa zamani. Na hapa sijasema, maana niliwahi kusema wakati fulani, niliwahi kuzungumza, wasema haina maana hataki tuhudhurie. Wewe hudhuria, haitakutoa. Kila kuhudhuria au wewe kuzifanya hazitakutoa kwenye utu wa zamani. Yaani nazungumza vile vitu vya mimi najifanyia, havikutoi kama. Havitakutoa. Havitakutoa. Kujenga nyumba, kununua gari, kufungua biashara mpya, kufanya nini, havikutoi kwenye utu wa zamani. Hivi vyote sio vibaya, na pengine ni baadhi ya baraka ambazo Mungu anatupa, lakini havikutoi kwenye utu wa zamani. Na mimi nilichojifunza kwenye maisha haya, kila nilicho nacho nataka niwe nacho ndani ya maisha mapya, ndani ya Kristo. Haleluya. Sitaki kuwa na chochote nje ya Yesu. Sitaki kuwa na chochote katika maisha ya zamani. Nataka niwe nacho katika maisha mapya. Haleluya. Kwa ndio maana nasema ningalipenda kuwa na chochote ya Mungu nibariki, lakini nibariki katika maisha mapya. Sitaki huko. Maana ukibarikiwa katika maisha ya zamani, una hatari kubwa ya kuendelea kuangamia na kuisha kabisa. Kwa hiyo hayo mambo hayo hayakutoi kwenye maisha ya kale. Jambo la pili ambalo halikutoi kwenye maisha ya kale, mifumo ya sheria za ulimwengu huu. Sheria haziwezi zikakutoa kwenye utu wa zamani. Ndio maana mnaweza mkadhani kwamba ni kitu cha, lakini hatupaswi sana kupambana na watu kwamba atanikoma, mimi naenda kumshtaki na hajanitendea haki. Usitake sana kutafuta haki ya hapa duniani, maana haitakaa ikutoe kwenye utu wa zamani. Kwa maana mengine haitakuokoa. Usitafute sana namna hiyo. Mifumo ya sheria hapa duniani haikutoi. Nenda mahakamani katafute haki, sio, haikutoi. Hata mifumo ya sheria za kale, hata kama nyingine ziko kwenye maandiko matakatifu, kwenye Torati, hazikutoi, haziwezi zikakufanya kukutoa kwenye utu wa zamani. Nadhani mnanielewa. Torati, yani maandiko ya sheria. Sheria zile kabisa zilitoka kwa Mungu kupitia wa Musa. Hazikutoi. Ukienda kusoma kile kitabu cha Warumi sura ya 7, utaona Mtume Paulo anazungumza vizuri habari ya Torati. Anazungumza, na ukisoma ukifika pale nadhani mstari wa 23,
24-25 anapiga kabisa makelele, anasema ole wangu mimi, nitaenda wapi sasa na mwili huu? Manake anasema nitaenda wapi sasa mimi na huu utu wangu wa zamani? Ole wangu mimi Paulo, nitaenda wapi? Niende wapi na huu mwili wangu wa zamani? Lakini mstari unaofuata akasema, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Haleluya. Ambaye tutakapokuja kuingia kwenye utu mpya tutafahamu siri hiyo. Sheria ndio maana haitoshi usema usifanye hiki, yaani kwamba usifanye hiki, usifanye hiki, usifanye hiki, usifanye hiki, usiele. Haitoshi kukuondolea utu wa zamani. Ingalikuwa hivyo, Mungu asingalimfunua mwanae Yesu aje. Ni kwa sababu aliona tunaangamia. Sheria zimekuwepo lakini hata hatuwezi kuzishika zote. Akaona hawa watu watapotea wote. Hakuna hata mmoja anaweza kashika sheria hizo zote. Na pasipo kuleta neema hapa wote wataisha. Haleluya. Kwa hiyo sheria haiwezi kukufanya ukawa mwenye haki. Haiwezi. Kitu cha tatu muhimu sana, dini haiwezi kukuondolea utu wako wa zamani. Hapa maana nazungumza wakati mwingine huwa unakuwa makini sana, kwa sababu mfumo wa ulimwengu umeuko katika dini. Unaweza ukadhani ya kwamba kwa sababu ni dini na nazungumza Mungu inaweza ikakutoa kwenye utu wa zamani. Dini haiwezi wala haikutoi. Au dhehebu halikuwezi kukutoa kwenye utu wa zamani. Amanake hapa sasa hivi tuko kihalali, ndio maana tuko hapa. Kwa sababu sisi tunaitwa ni huduma tunaitwa huduma yetu hapa au kanisa letu hapa. Kwa sababu mimi naomba naabudu pale, basi natoka kwenye utu wa zamani. Hiyo haikutoi. Tumewahi kuongea hapa tukakubaliana. Haleluya. Au kwa sababu mimi siende wanaenda mahali pale nafanya hii nitatoa kwenye, haitakutoa. Haleluya. Unaweza ukafika hapa lakini bado unaishi maisha ya zamani. Dini, dhehebu halitakutoa maisha ya zamani. Unaona sasa kwa nini nasema ili tujue hivyo vitu, ili tutakapoingia majibu ya Mungu juu ya namna ya kutoka huku tujue. Kwa sababu haraka huku duniani huku anambia nasema bwana naenda kanisani bwana, unajua Mungu kwanza. Lakini aenda kanisani, akitoka atapita kwenye vilabu vyote vya pombe na tamaa zote na kwa mke yule na yule na yule, alafu atarudi. Ametoka zake anaomba. Alifanya alafu akifika hata ukuta watoto, nenda kanisani, naomba. Sasa kwa sababu si ndio maana anaitwa utu wa zamani. Ni maisha haya, si ndio? Haleluya. Hauondoki kwa kwenda kanisani au kwenda kwenye kanisa fulani. Au hauondoki kwa sababu unaenda kwa kanisa fulani, nimesema kwa sababu ni kongwe. Inaona hauondoki kwa namna hiyo. Unaweza ukawa wewe unaomba chini ya mti, lakini ukao uko sawa sawa na neno hili. Na tutakapoangalia utu mpya, tutakapoangalia ukagundua kwamba utu mpya uko ndani mwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu anapenda sana ushirika. Ndiye aliyeliweka kanisa, ndiye muasisi. Lakini kwa kwenda kwenye ushirika kwenye hilo kanisa haina maana umeacha maisha yako ya zamani. Haleluya. Kuna kitu cha zaidi. Ndicho tunachokiangalia. Kuna suluhu ya zaidi. Kuna namna ambavyo Mungu anatoa majibu juu ya kutoka kwenye maisha ya zamani.
Kwa sababu huwa nazungumza sana dini, ninataka nikiri na nimshukuru Mungu kwa sababu dini ni kitu muhimu sana. Wale ambao huwa wanazungumza dini ovyo ovyo, dini hizi ni muhimu sana kwa sababu misingi yetu wengi imetokana na dini. Kweli uongo? Haleluya. Hasa zile dini za Kikristo. Sisemi nyingine, msije mkanikodi. Hizi dini ni muhimu. Tulimjifunza Mungu huko, tukajifunza misingi fulani nzuri ya Ukristo huko. Hizi dini ni muhimu. Ninachosema dini haiwezi ikakupa utu mpya, na uwezo ukamuona ukaenda mbinguni pasipokuwa na utu mpya. Haleluya. Dini ni kama vile, na najaribu kulinganisha. Niliwaambia mifano ni kitu muhimu sana. Yesu ametumia mifano kwenye maisha yake yote ya kuhubiri neno lake. Dini ni kama vile umeweka kitu kwenye friji. Mfano, umenunua nyama ukaweka kwenye friji. Ile friji itasaidia ile nyama isiharibike. Kweli au uongo? Itaisaidia isiharibike. Lakini inaweza ikaisaidia milele? Haiwezi. Ukiendelea kukaa kule kuganda hata kama itakaa muda gani ukaendelea, mwisho itafika itaharibika tu. Katika sisi tunavyoitazama dini, yani kwa maana halisi madhehebu ya dini ile ambayo inakuwa misingi, sheria hii ni kama hivyo. Inatusaidia sana kutuweka kwenye friji na kutuhifadhi. Haleluya. Haleluya. Inatuhifadhi na kutupa kweli vitu vya muhimu wakati fulani natupa, lakini haiwezi kutupa maisha mapya. Ndio maana wakati fulani Mungu anaweza akakutaka toka kwenye dini. Sasa umeshaelewa vya kutosha na kupa maisha mapya ndani ya Kristo. Huwezi ukapata maisha mapya hapo, toka. Natoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima tujue. Sasa ukitoka usianze kusema ninyi mbwa nyie, ninyi dini nyie. We. Sasa kwa sababu umetoka wapi sasa? Tunaruhusiwa kufanya hivyo? Hapana. Hiyo tofauti iliyopo. Niliwaeleza dini hakuna kitu chochote kipya. Biblia imesema hamna kipya. Yesu alipokuja duniani alikuta dini. Na dini zilikuwa za Mafarisayo. Dini kubwa ilikuwa ya Kifarisayo na ya Kisadukayo. Maandiko matakatifu yanasema. Yesu akaanza kutembea na kuonyesha udhaifu wa zile dini za Mafarisayo na Masadukayo. Baada ya kuwa anaonyesha tofauti ya zile dini za Mafarisayo na Masadukayo, wakaanza kumpinga. Mafarisayo na Masadukayo walimpinga Yesu, maana alikuwa anawaletea maisha mapya. Kweli uongo? Maisha mapya si yako kwa Yesu. Sasa wakaanza kupinga kwa sababu alikuwa anawaambia hapana, hiki ndio mnaamini hiyo sheria. Wakati fulani wakawa anasema, Yesu akamwambia atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wakamwambia, wewe Bwana, sisi hatujawahi kuwa mtumwa wa yeyote yule. Wewe unatuita, unasemaje sisi ni watumwa? Akawaambia anayetenda dhambi yeye ni mtumwa wa dhambi, na anayetenda dhambi huyo baba yake ni Shetani, kwa sababu yeye anaasi. Anasema kwamba hapana, sisi hatuna baba mwingine isipokuwa Ibrahimu. Si unajua tumetoka kwenye agano la kale, hatuna baba mwingine. Wasemaje sisi ni watumwa, na wala hatujawahi kuwa wana wa mtu mwingine ila wa baba yetu Ibrahimu. Lakini Yesu anawaambia, mngalikuwa wana wa Ibrahimu kweli,
mngalielewa hiki ninachowaambia. Nini maana yake? Yesu anawaletea maisha mapya. Yesu analeta maisha mapya. Yale aliyomwambia Nicodemus pale alipomfuata usiku, ya kwamba wewe Nicodemus ni mkuu, alikuwa ni mkuu wa kanisa moja la Mafarisayo. Mwambia wewe ndio usipozaliwa mara ya pili katika roho yako utaingia mbinguni, pamoja na kwamba wewe ni kiongozi. Hivi kama wewe kiongozi, mimi nikikuongoza hapa, kama sikuongozi siendi mbinguni mimi, hivi wewe unaenda? Haleluya. Tulisema lazima tujifunze, kuna kitu kinaitwa logic. Kama hiki hapa juu ni kweli, hichi hapa chini ni kweli. Kama hiki hapa juu ni uongo, hiki hapa chini kinaweza kikawa ukweli? Ni vigumu sana. Kwa hiyo akamwambia, wewe umekuja hapa. Na yule alimfuata yule, kwa sababu huyu alikuwa ni kiongozi mkuu wa sinagogi. Yule Nikodemo akamfuata, manake kulikuwa na mambo yanamchanganya. Huyu anaelewa sheria, anaelewa atakuja Masihi. Akaona huyu mbona anafanania, lakini anaogopa, maana anaongoza watu wanaompinga Yesu kwa sababu ya sheria yao. Akaenda pale usiku. Yesu akamwambia, sikiliza, usipozaliwa mara ya pili katika roho huwezi kuingia mbinguni. Utakuja kuona huko mbele, nasema tunaingiaje kwenye maisha mapya? Ni kwa kuzaliwa. Ni kwa kuzaliwa. Haleluya. Kwa hiyo aliona huyu ana dini lakini hajazaliwa huyu, huwezi kaingia mbinguni. Ndio mazungumzo yakaendelea pale, yakaendelea pale. Yako mambo vile huku duniani. Vile watu wanampenda Mungu, wanapenda dini zao. Ishara ya kwamba iko dini na hakuna Mungu aliye hai. Uelewa wa hili neno haupo. Kukaa katika hili neno, na pale ambako unako, kwa sababu ya kutokuwa na uelewa, pale ambako unapasoma na kupaelezea ule usahihi. Nilikuwa naeleza watu wangu fulani, kuna siku nimekaa ninatafakari, Roho Mtakatifu ananiambia nenda kasome kitabu cha Tito 2:7. Nikaenda pale nikakuta anasema neno lile, anasema uwe kielelezo katika matendo yako na uhakikishe kwenye mafundisho yako unaonyesha usahihi na ustahifu. Ndio maneno yale anayosema. Ujue mimi naambiwa hapo, mimi ni mtumishi wa Mungu, nasimama muda mwingi na hubiri neno la Mungu. Niwe kielelezo kwa matendo yangu. Alafu katika mafundisho yangu nihakikishe kuna usahihi na ustahifu. Ustahifu unajaribu kuangalia ndiko kwenye nani nyingine, Biblia nyingine za Kiingereza, bali mwingine anasema na good character. Haleluya. Yaani na tabia njema. Nikajua, asante Yesu. Kwa sababu anasema kila wakati. Na hapo nikishasema na mimi naangalia kuna namna yote ambapo natembea, ambapo yani na kisha najirekebisha. Kwa ndivyo ilivyo. Laiti kila mmoja angalipokea nuru ya kuweza kuelewa na kwenda zaidi ya kawaida, zinazosema kawaida, ya kawaida nilivyokuzwa, kawaida nilivyokwenda, tungalikuwa tunaishi maisha ya imani ambayo yangetusogeza mbele sana. Haleluya. Vitu vingi kwenye maisha yetu vingalifunguliwa sana. Vitu vingi vimefungwa kwa sababu haviwezekani, tunaishi kawaida. Ngoja nikueleze. Maisha ya kawaida ya dunia hii hayawezi yakafungua chochote kwenye maisha yako. Haleluya. Kwa tunakuja hapa tunasema tunafungua hiki, tunafungua hiki. Pale tunakoamini,
na tunakoka sawa sawa sasa katika maisha mapya, ndipo hivyo vitu vinafunguka. Uwezo haya maisha haya mambo haya ambayo yanafunga maisha yetu kwenye maeneo mbalimbali ya kiroho na ya kimwili ni mambo ya zamani haya, si kweli? Unaweza ukafungua mambo ya zamani kwa mambo ya zamani? Haiwezekani. Ndio Yesu anawaambia Mafarisayo au Masadukayo, haiwezekani. Sikiliza, mimi ni nuru. Nimekuja hapa, alisema ile anapotoa mahubiri ya pale mlimani, anasema mmesikia imenenwa hivi, lakini mimi nasema hivi. Si Yesu anasema? Yeye imenenwa, na anasema kwenye andiko, mmesikia imeandikwa kwamba usizini, lakini ninawaambia mtu yeyote atakayemtazama mwanamke kwa kumtamani anazini naye moyoni mwake. Manake kama ukichukulia kuzini ile ya Agano la Kale, umekwisha. Haleluya. Mmesikia imenenwa jino kwa jino, jicho, lakini mimi ninawaambia. Hivyo akaendelea kuambia, manake anakuja kutoa maisha mapya, mpangilio mpya, mfumo mpya wa namna ya kuenenda. Haleluya. Namna hiyo nimesema lazima tuelewe. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Halafu hili neno ni zuri, kila mtu atalisema. Utakuta ukienda kwenye dini ambako anajaribu kukuambia kwamba uokovu ni mbaya, atakwambia muangalie sana. Biblia inasema, neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Yaani ukiokoka umekosa maarifa ukaingia kwenye wokovu. Haleluya. Si ndio vinavyotumika? Sasa utajuaje ni wapi inatumika kweli? Nimesema tuna kazi. Biblia inasema ya kwamba katika siku za mwisho zitakuwepo siku za hatari. Niliwaambia siku za hatari ni kwa sababu kutakuwepo na ugumu sana wa kupambanua kweli na uongo. Kwa sababu watu watakuwa wamefumbwa macho yao ya roho. Haleluya. Basi kwa nini leo hii watu hawakimbilii maisha mapya? Hawakimbilii maisha haya, hawakimbilii Mungu awazae tena mara ya pili katika ili waweze wakapokea ufalme wa Mungu. Kwa nini? Dini culprit. Hataki kutoka, hataka kwenye friji, niwe wa baridi wewe kwenye ukitoka kwenye friji utaharibika wewe. Utaharibika. Nasema ni wewe unakaa kwenye friji. Kaa kwenye friji yako ya dini, friji kule ndani. Usitoke, usifungue. Ukienda huko utafanya huko pale. Lakini haiwezi ikakufanya usiharibike, haiwezi ikakutunza milele. Kwa nimeweka hayo mambo matatu ili yakusaidie tunapoangalia suluhu ya Mungu ya maisha mapya, ujue ni nini. Hayo mambo matatu ni muhimu sana. Si kwamba yako mengine mengi, lakini nadhani hayo matatu ni mambo muhimu ya kuangalia. Vitu vinavyohusiana na nafsi. Ndio maana katika watu hatari ni wale ambao wanasema mimi ninaweza. Hatuwezi, nilishawaambia hatuwezi kitu chochote. Hatuwezi kitu chochote. Mungu akisema hapana, hapa hakuna anayeweza kitu chochote. Haleluya. Hatuwezi chochote. Biblia inatuonya tusiseme tunaweza, hatuna nguvu yoyote. Kila kitu tumtumainie Mungu. Hatuna nguvu sisi. Haleluya. Lakini nguvu ya Mungu ikiwa ndani mwetu tunaweza. Haleluya. Na watu wanaosema mimi naweza, hao ndio wanajiamini. Ukisijiamini wewe mwenyewe huko duniani, usijisifie kitu chochote. Mtume Paulo wakati fulani ameandika sana, hakuna kitu ameacha. Anasema mtu asijisifie chochote, ila ukiwa na sababu ya kujisifia, jisifie kwa sababu Yesu Kristo anakaa ndani mwako. Haleluya. Nadhani akaendelea maandiko haya, akaona mahali
nisije nikawapeleka watu hata kama Yesu anakaa ndani mwao wakaanza kwenda kujisifia kwa watu. Akasema hata hivyo unapojisifia kwamba Yesu yuko ndani ya moyo wako, jisifie ndani ya moyo wako mwenyewe, sio usijisifie kwa watu. So una sababu ya kujisifia kwa sababu Yesu yuko ndani. Basi fanye hivyo ndani ya moyo wako. Ukimtukuza Mungu na kushukuru Yesu uko ndani mwangu, najua wewe ni mwanga. Jisifie hivyo. Kwa sababu ya shida ya udhaifu tulionao. Katika mambo yangu ya elimu huku duniani, katika vitu ambavyo nimejifunza sana ni kujiamini. Na unaweza ukawafikiria, nimejifunza kujiamini, lazima ujiamini, lazima ufanye. Sio kwamba haikunisaidia, lakini na hapa naweza kukuambia kwamba ukiweza kujua sasa kule kujiamini kwako kunatakiwa kuwe ndani ya Kristo, hapo unapata. Haleluya. Maana uwezo ukajiamini wewe mwenyewe. Kwa hiyo twende wakati tunaingia suluhu ya Yesu ni ipi? Niende kusema bana, utu wa kale au utu wa zamani ni kama mti mbaya usioweza kamwe kuzaa matunda mazuri. Yesu anasema mti mbaya kamwe, hata kama ungeufanyaje, ukishakuwa mbaya hauwezi kuzaa matunda mazuri. Soma neno la Mungu, kitabu kile cha Mathayo. Tusome wote. Mathayo sura ya 7, mstari wa 17 mpaka wa 19. Mathayo 17 17 mpaka 19. Neno la Mungu linasema hapa hivi. Anza pale 17. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Sitaki kuelezea habari hiyo, ni hiyo wanafunzi wake wanashindwa kumtoa pepo, anapelekewa. Ule mstari wa 18 anasema, Yesu akamkemea pepo. Ninasoma mahali pengine. Nasoma 17 kati mimi nimesema 7:17. Haleluya. 7:17. Neno la Mungu linasema hivi, 17. Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda 18. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya hata siku moja. Ndio maana Yesu anasema msichoke kutenda mema. Maana uwezi ukawa mti mwema ukazaa matunda mabaya. Haiwezekani. Wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kwa hiyo nimesema hapa hata siku moja mti mwovu, mti mbaya hauwezi ukazaa matunda mazuri. Ni Yesu amesema. Yaani wewe una tabia zako mbaya, unatembea katika kuvunja amri za Mungu, dakika hiyo hiyo unaondoka, unaingia kwenye mauti au unakufa. Hapo tunaanza kusema huyu alikuwa mzuri, anaenda mbinguni, basi tumuombe akae mahali pema peponi. Hapo hivi jamani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivi tunaelewa? Yaani hapo wewe ulikuwa mti mbaya, mwovu. Dakika hiyo hiyo wewe unakufa hapo tukuombee uanze kuwa mti mzuri hapo. Nani angehangaika kutenda mema? Wakati utasubiri wewe ukifa uombewe ili uwe mzuri. Kwanza nani ambaye angeenda huko jehanamu ya moto iliyowekewa wale sons of disobedience? Nani angeenda huko? Mimi ningehakikisha tu na hakisha naeka watu wangu sawa sawa ili nikifa wahakisha wameniombea kweli. Bwana Yesu asifiwe. Unaeka watu sawa na ukiwa na uwezo, yani kwanza matajiri wala asingekaa kanyage jehanamu.
Maana angeweka na kuwalipa watu. Nikiondoka tu muombe kwa bidii ili niingie mahali pema peponi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasema nafikiri ni kitu cha kiufahamu. Na mimi nimewaambia hivyo ndio vitu nilikataa kwenye maisha yangu. Kuendelea kukaa katika uongo. Yaani shetani muongo adanganye na mimi nije niingie hapo, ndio na mimi nakubali. Yaani unakuwa muovu leo unaondoka, halafu hapo nikuombea uende mahali pema peponi, halafu niende. Basi nitukane tu kama mimi nasema uongo. Haleluya. Na wewe endelea kuamini hivi. Mti mwema huwezi ukazaa matunda mabaya, na mti mbaya huwezi ukazaa matunda mema. Lazima kama unataka uzae matunda mazuri, uwe mti ambao ni mzuri. Haleluya. Sio vinginevyo. Na huu ndio upungufu. Ndio maana tunaambiwa ndio watu wasema hiki hakiwezi kufanya hivi. Ndio upungufu nao uona mimi katika mifumo ya dini huko duniani. Huko duniani mifumo ya dini inataka ikulelea kwamba usiwe na wasiwasi. Ili mradi huko kwenye dini, basi wewe ukifa utaenda mbinguni. Hamna shida, uwe dini unaabudu ng'ombe, unaabudu nini, vyovyote vile. Yaani kuna dini inayomlelea mtu kwamba akifa aende jehanamu. Ipo. Mimi najihesabu mwenye bahati na neema kubwa kuweza kufahamu hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna hata moja. Na huo ndio ubaya. Maana ili mradi Bwana naenda, wajua sitaki kutaja za watu wengine. Mimi wanataka kutaja tu huku kwenye Ukristo. Wengine wanajua, lakini wako watu wametoka madini wengine hapa wanajua. Kama wewe ulikuwa unaenda sijui ni wapi, wewe unafahamu mwenyewe. Lakini niseme basi ili mradi mimi naenda kanisa lile kila siku, basi mimi ni Yesu alisemaje ya kwamba mtawafahamu kwa nini? Kwa matendo yao. Kwa nini hakusema mtawafahamu kwa dini zao? Kwani kulikuwa mna dini? Kuna mahali ambapo kwenye maandiko matakatifu asema mtawafahamu hawa ni wa kwangu kwa sababu ya dini zao? Hata pa mahali pamoja. Kwa nini tunataka kujipambanisha kwamba sisi ni watu wake Kristo, tuna haki kwa dini zetu? Ni wapi, nani aliyetufundisha? Sisi tunaosimama kwenye madhabahu kama sisi, unajua mimi ni kajitu kadogo sana katika watu wanaohubiri habari njema huko duniani, kadogo sana. Wako watu wengi wa Mungu wanahubiri, wengine wanahubiria watu wakubwa na watu wengi sana. Mimi ni kajitu kadogo, lakini namshukuru Mungu kwa portion na kwa nafasi yangu ndogo. Haleluya. Sasa mimi nasema hivi, kwa nini tunakubaliana ya kwamba tunaweza tukaenda mbinguni kwa dini zetu? Na ni kwa nini mimi nihubiri kwamba naweza kwenda mbinguni kwa dini yangu, ili hali Yesu hakusema kwamba tutajulikana kwa dini zetu? Kwa nini? Kuna kitu ambacho tumedanganywa. Niweza mtawafahamu ninyi. Wasema watakuja katika siku za mwisho, watakuja wamevaa ngozi za kondoo, lakini ndani ni nani? Mbwa mwitu. Huu huku ndani unavyoambiwa ni matendo yao. Kweli uongo?